Haleluya. Amen. Lazima unapoenda mahali lazima ubadilishwe. Yaani ili uende mahali pengine kuna kitu cha kukubadilisha wewe ili ubadilike. Maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni silaha kukubadilisha wewe. Maombi ni mazungumzo kati yako wewe na Mungu. Siri yako ulionayo unamweleza Mungu katika maombi unayoyaomba. Lile jambo ambalo limekungangania unapoomba wewe na Mungu wako, Mungu anakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Unapofunga amini utapata mabadiliko. Kama umedhamiria kutoka rohoni mwako, lazima ujiwekee malengo. Mfungo unaofunga, Mungu utanifanyia nini? Nataka kitu fulani. Unasema nataka kurejeshewa vyangu vilivyopotea. Nataka yanayonitesa yaondoke. Unatamka kama ni ya watoto, sema ni watoto wako. Kama ni mahali, kama ni biashara, sema biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema ni nafasi ya kuomba. Ni nafasi ya kuomba. Kiangalia Musa alikuwa kwenda mlimani siku 40. Sasa tumepewa sisi mwezi mzima wa kuomba, kujidhiri mbele za Bwana, kumwambia Bwana maisha yetu, kumwambia mahitaji yetu, kumwambia mahitaji ya familia zetu, kumwambia mahitaji ya imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Unapofunga uamini utapata mabadiliko. Kama umedhamiria moyoni mwako, lakini ndio huzuni kubwa sana. Uombe mwaka, lakini amini kwamba kuna siku Mungu atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yebesi hapa aliamua kumlingana Mungu wa Israeli. Akaamua kumlingana Mungu wa Israeli. Unajua kwa nini kanisa linakosa soko sasa hivi? Kwa sababu tumeyachukulia makanisa kitu cha kawaida. Kwa sababu umeomba mwaka jana hakuna matokeo, umeomba mwaka juzi hakuna matokeo, umeomba mwaka ule uliopita hakuna matokeo, unaomba mwaka unasema, unaomba kwa upuuzi, unasema Bwana wewe, nishaomba Mungu kama alisikia, ameshasikia, kama hajasikia basi sikiliza, ng'ang'ania. Huyu Yebesi sidhani kama aliomba siku moja. Yebesi alikomaa na akamwambia Mungu lengo lake ni nini? Kwa nini anaomba? Aliichukia ile hali aliyokuwa nayo, akaamua kumlingana Mungu wa Israeli. Na wewe uchukie hali yoyote inayokutesa, umlingane Mungu wa Israeli. Useme Mungu, mimi hapa sio mahali pangu, mimi siwezi kukaa hapa, naondoka hapa, sio fungu langu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yebesi huzuni ilimchosha na alizaliwa katika hali ya huzuni. Mama yake akamwita jina Yebesi. Lakini ukiendelea kumsoma Yebesi alikuja kubadilika kiasi cha ajabu sana. Na hakuna kitu chochote kinachotokea kama wewe hujasimama imara kumlingana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaomba Baba katika jina la Yesu Kristo, nisaidie. Haya, nisaidie. Anataka kuangalia moyo wako unasemaje. Ile power ya kuomba Mungu mpaka iguse moyo wake kule juu. Kuna siku mimi nilikuwa ninaomba, nikaona malaika wamepata baridi. Wamekaa wamepata baridi, wamejikunyata. Wakasema kuna mtakatifu mmoja duniani anaomba. Lazima uombe mpaka malaika apate baridi. Mpaka malaika watubu waje kuangalia leo hapo ni nani. Hawezi kuomba kwa mzamzaa hivi. Mungu akatoa jibu lako. Lazima uweke malengo kwamba mwaka jana nilipata nini? Na mwaka huu lazima nipate jambo. Lazima jambo litokee. Mungu wetu si kiziwi, wala mkono wake si mfupi ukashindwa kuokoa au ukashindwa kujibu. Tunamaliza kuomba nasema Mungu jamani, niliomba na sadaka yangu nilitoa lakini sijaona majibu. Yaani usikumbuke sadaka. Yaani uendelea tu. Piga mbiu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nikuamini wewe. Kuamini wewe. Niamini kabisa. Niamini kabisa. Naye Yebesi alikuwa mwenye heshima, alikuwa mwenye nini? Inategemea unaheshimu. Unaheshima mbele za Mungu. Unamheshimu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa mwenye heshima, anasema naye Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Na mama akamwita jina lake Yebesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Inawezekana umezaliwa katika hali ya huzuni.
Inawezekana kuna matambiko nyumbani kwenu. Inawezekana kuna maagano. Inawezekana kuna maneno ulitamkiwa. Inawezekana kuna maneno umejitamkia. Inawezekana umesema haiwezekani. Inawezekana ukasema Mungu anabariki wengine, mimi hanioni. Hayo ni maneno umejifunga mwenyewe. Sasa unatakiwa unapoingia kwenye maombi, uombe maombi ya kumgusa Mungu. Uombe maombi ya kumweleza Mungu uhalisia wako. Na uishi katika uhalisia ule wa Mungu ambao unaishi yale maisha yatakayompa Mungu heshima na utukufu. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Sema nimefunga. Nimefunga. Nasubiri majibu. Nasubiri majibu. Lazima uwe na kitu unachomwambia Mungu. Unamwambiaje Mungu? Haleluya. Amen. Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu akufanyie nini? Hata sasa tumemaliza mfungo, unaweza ukaendelea kumkumbusha Mungu kwamba nimeomba, lakini endelea kukukumbusha kwamba mahitaji yangu ni haya, shida yangu ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Itika kwa amani na kwa nguvu. Amina kubwa, Mungu asikie. Hata kuitika ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unawaza nyumbani hakuna mboga. Mboga zitajijua zenyewe. Usema zitajijua zenyewe. Unawaza umeme umeisha. Hayo ya umeme achana nayo. Sikiliza, ukishafika hapa, lolote nalo usiku wewe kabisa hapa. Sasa nimekuletea habari zako hizi hapa. Wewe ndio unayepambana na za habari zangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tusome kitabu cha Mithali 29 mstari wa 18 nasemaje? Mithali 29 mstari wa 18. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Bwana Yesu asifiwe. Una maono gani? Unataka Mungu afanye nini? Una maono yapi? Ukiwa na maono huwezi kuchoka kile kitu chako mpaka kitimie. Maombi ya mwezi huu ni maombi gani? Tumeandikiwa pale, kumiliki na kutawala. Ni mwaka wetu. Sasa unamiliki nini? Lazima umiliki hata kuku. Uwe na famu hata ya bata. Yaani unafamu hata ya bata na ya kuku pia. Yaani unamiliki nini? Ambacho unasema hiki ni cha kwangu mimi namiliki. Na kimiliki hiki kitu ni wakati wangu wa kumiliki na kutawala. Sio kumiliki manunguniko, ni kumiliki kila asili Mungu aliyoweka chini ya jua. Unaweza kumiliki hata bustani. Sikiliza, bustani yako ikawa njema kabisa. Kuna sehemu hapo Mwenge, kuna bustani napita pale karibu na Majestos. Kuna mtu amelima kasehemu kadogo kama kuanzia hapo mpaka ameweka bustani yake ya mchicha inafanya namna hii. Nataka nikwambie ule mchicha ukipita unatamani ukaupike nyumbani. Lazima ukanunue. Yeye amemiliki bustani zake. Wewe umemiliki nini? Lazima uwe na maono. Kama tulivyo Yerusalemu na maono kwamba tunaenda kujenga ghorofa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi maono yangu lazima nijenge ghorofa, kanisa. Amen. Sasa utasema wewe mama anasema ghorofa lina Mungu kwa sababu mimi na maono. Amen. Namwambia Mungu ghorofa lazima lisimame. Amen. Limeandikwa Yerusalemu Adonai Miracle Church. Chochote unachotaka kikufikie lazima utabiri. Lazima ung'ang'anie. Lazima uombe. Lazima umkumbushe Mungu. Tunaposema tunafunga mwezi wa 7, lazima ufunge kwa kudhamiria kwamba ni wakati wa Mungu. Malaika wa kupeleka taarifa zetu za maombi yuko mahali hapa. Yuko ndani ya mwezi huu. Haleluya. Amen. Muulize mwenzako vipi? Tunamwona mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Patimayo. Patimayo alikuwa ni kipofu kwa miaka mingi, lakini akasikia Yesu anapita. Aliposikia Yesu anapita, alianza kuita mwana wa Daudi unirehemu. Akapiga kelele mpaka protoka ikachanganyikiwa. Akapiga kelele mpaka Yesu akasema mlete hapa. Lazima upige kelele.
anaongea nani huyo? Kanisa limepoa, umepoa. Unapochangamka kanisa linachangamka. Unapoomba na Mungu anaangalia, yule ni mshirika wa watu wa Yerusalemu. Mungu analeta sasa majibu yako. Umekaa kwenye kiti, unashangaa anapita malaika, analeta package yako ya maombi yako ulikuwa unaomba siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bartimayo aliitwa. Yesu akasema mleta. Alikuwa anataka nini Bartimayo? Alikuwa anataka kuona. Wewe unataka nini? Wewe unataka Mungu afanye kitu gani? Haleluya. Amen. Inawezekana kwetu unapopita Mungu anakutengeneza ili akukamilishe, ili uweze kupokea sawa sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Muulize mwenzako, unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu akufanyie nini? Kuna vitu vingine ukiomba vinaenda kukuua. Hawezi kukupa kwa wakati huo. Inaweza Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unaweza ukaomba kweli Mungu akakupatia, lakini vinakuharibia maisha, vinakuua mapema. Amen. 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 Sema Mungu nisaidie sana. Mungu nisaidie sana. Niweze kuomba sawa sawa. Niweze kuomba sawa. Na mahitaji yangu halisi. Mahitaji yangu halisi. Ambayo si hayataniharibia maisha. Ambayo hayataniharibia. Ambayo nitatembea na Mungu sawa sawa. Nitatembea na Mungu Kwa utukufu wake. kwa utukufu wake. Haleluya. Amen. Tunasoma kitabu cha Luka 18 mstari wa kuanzia 38. Anzia 37. Luka 18 mstari 37. Wakamwambia, Yesu wa Nazareth anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Basi wale waliotangulia Yesu akasimama, akaamuru aletwe kwake. Na alipomkaribia akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamwambia Yesu wa Nazareth anapita. Aliposikia anapita hapo, alichofanya ni kuita mwana wa Daudi ni rehemu. Watu wakawa hawataki kabisa amsogelee Yesu, lakini yeye akakataa, akasema mimi leo kieleweke hapa. Na wewe lazima kieleweke chochote unachopitia. Tunapoingia kwenye mfungo, kwenye kuomba, omba kama hutakaa uombe tena. Mlingane Mungu kama hutakaa umlingane tena. Mkeshe Mungu kama hutakaa ukeshe tena. Anzisha hata mkesha wako wewe peke yako. Humo ndani uombe. Ukiona majibu yoyote yanatokea kwa mtu, si kwamba majibu ameomba mwezi huu au wiki hii akatokea. Ni maombi ambayo ni endelevu. Ameomba Mungu akaweka package, akaangalia akasema sasa huyu mtu amenichosha, acha nijibu. Tena sio kumchosha tu, atasema huyu mtu ana imani kubwa. Maana hapa aliambiwa nini? Imani yake imefanya nini? Yesu akamwambia upewe kuona, imani yako imekuponya. Yaani upewe, imani yako imefanya nini? Imekuponya. Kanisa wewe. Oye. Kanisa tupo? Tupo. Una uhitaji gani unaokutesa katika maisha yako? Una uhitaji gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini kinachokusumbua? Ni uchumi unakusumbua? Ni shule inakusumbua? Ni ndoa inakusumbua? Ni afya inakusumbua? Ni madeni yanakusumbua? Ni biashara inakusumbua? Umeyumba wapi? Mungu anaruhusu mambo yatokee. Lakini nakuambia hivi, naomba uombe. Ni sawa sana mfanya biashara anaenda dukani. Mimi zamani kwa mfanya biashara, unaweza ukaenda dukani asubuhi, ukakaa asubuhi na hesabu hizi na watu wanaopita, na duka lako lina mali full, hawanunui.
Lakini utashangaa unataka kufunga, watu wanakuja kama wawili, wananunua hela nyingi mpaka wanashindwa kubeba. Mungu yuko hivyo. Unaweza ukaomba amekaa kimya, tena hatikisiki wala jicho lake hafumbi wala yaani wala hapepesi jicho lake. Lakini kuna wakati, sema kuna wakati. Kuna wakati Mungu analeta matokeo. Mungu analeta matokeo. Yaani subiri matokeo lazima yawepo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umeomba kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu amekuweka kwa makusudi chini ya jua. Mungu alikuandalia baraka zako. Sema baraka zangu zipo. Baraka zangu zipo. Sema hata zikichelewa. Hata zikichelewa. Sema hata zikichelewa. Hata zikichelewa. Mimi lazima nidumu kwenye kuomba. Lazima nidumu. Ukimwona Hana alipitia changamoto za kumtosha. Lakini siku moja aliazimia moyoni mwake. Akaamua kumlingana Bwana wa Israeli. Akamuomba Mungu. Mume wake akaona kama amelewa mvinyo. Sikiliza. Yaani wewe omba hata akiona kama umechanganyikiwa. Matokeo yanapotokea, hata lile neno lililoambiwa baya gumu linakuwa ni jawabu kwa ile mtu. Sikiliza nikwambie. Anatujulisha kabisa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu sisi hapa watajinyenyekesha na kuniomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Tuache mabaya maovu. Unapoomba acha maovu. Unajua, jana nilikuwa nimekaa hapo nafikiria. Uovu, unaweza ukasema uovu si nini? Ni vitu vidogo vidogo sana, lakini ndio uovu. Kuna vitu ambavyo labda unatembea navyo ambavyo vimekushikilia, ni vidogo sana. Vimekuzuilia hata usiombe Mungu akajibu. Ukiomba Mungu hajibu. Inawezekana ni tabia hata ya uchoyo, inawezekana ni tabia ya ulafi, inawezekana ni mbahili kwa Mungu. Yaani ni kitu kidogo tu. Ukitaka kumtolea Mungu sadaka, kwanza unahesabu, alafu unarudisha, alafu unahesabu, alafu unarudisha. Mungu anasema hebu angalia huyu nani. Wakati lakini umeomba jasho limekutoka, Baba katika jina la Yesu Kristo, mimi inawezekana kuna uovu ambao umekung'ang'ania, ni mdogo, ni kiduchu, lakini umekuletea adha kubwa. Lakini hapa anatupa announcement kwamba anatuambia sisi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema basi atasikia, atajibu. Sasa jiulize, nataka mwaka huu nipate majibu. Sema nataka kupata majibu. Sema nataka kupata majibu. Watu wa Mungu lazima ukutane na changamoto. Na huo ndio ushindi. Na hicho ndicho chuo cha Mungu. Sikiliza, hakuna chuo kizuri kama cha Mungu. Jaribu lolote unalolipitia ni chuo cha Mungu. Mungu ni darasa lake. Kwa Mungu hakuna shortcut. Kwa Mungu ni kunyoosha njia. Tutaomba, tutapiga kelele, lakini kwa Mungu hakuna shortcut. Yaani kama ni kuchapa viboko, utachapa viboko vya Mungu mpaka. Kuna siku nilishangaa, nimeona kuna rundo, malaika ameleta rundo la fimbo hapa. Sasa nikawa sijajua tafsiri yake. Nilipita kwenye kichapo. Kwa hiyo Mungu anaweza kukusanya bakora zikakunyuka, lakini unasema shetani shindwa. Mungu ndiye ameleta zile bakora. Maisha yako yanakuwa na fujo, vitu vinatokea vigumu, nyumbani kunatokea magonjwa, nyumbani kwangu kulitokea adha kubwa sana, lakini Mungu hakuacha kunionyesha zile fimbo. Tulikuwa tunaomba ndani huko. Sasa kila mmoja aliomba kwa lugha yake. Huyu anapita huku, tunakutana tu watu wengine. Sijui kama tulikuwa tunakula kweli. Usiku hatulali, mchana hatushindi. Lakini tuling'ang'ana na kumwambia Mungu, wewe wajua. Sikiliza, chochote kinapokuja, yeye ajua. Sema Mungu wajua. Mungu wajua. Haleluya.
Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Hicho ni chuo cha kurekebisha watu wa Kigwa. Sasa kwenye nyumba yetu tukarekebishwa, sababu tukarekebishwa. Kila siku huwezi kuwa na furaha, sio kila siku haleluya. Kuna siku machozi yanatoka mbele. Sasa kila mmoja akaamini kwamba lazima tuombe. Aka katoto kanaposoma kuna siku moja hatuna school fees ya kulipa. Amerudishwa shule. Nikamwambia bibi, sasa tuombe. Anatumia kushoto. Kakaomba, unajua nilicheka. Niona anapoomba. Achia hela bibi yangu alipishule. Achia wewe shetani, achia. Kesho yake tumepata hela tukaenda shule. Nikamwambia kesho shule asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema nikiamua sahihi. Nikiamua sahihi. Nikiamini sahihi. Nikiamini sahihi. Mungu atabadilisha uteka wangu. Mungu atabadilisha. Sema uteka wangu. Uteka wangu. Lazima ubadilike. Lazima ubadilike. Wewe shetani. Wewe shetani. Uliyenipania. Tutaachana njia panda. Tutaachana njia panda. Utaachia vya kwangu. Utaachia vya kwangu. Utaniachia lazima. Utaniachia. Sema lazima uniachie leo. Lazima uniachie. Sema lazima nikuelewe. Hilo pando la mateso. Lazima niling'oe. Kwa mamlaka niliyopewa. Lazima nikung'oe. Toka kwenye malango yangu. Toka barabarani kwangu. Toka kwenye nyumba yangu. Toka kwenye biashara yangu. Toka kwenye ndoa yangu. Toka kwa watoto wangu. Toka kwenye uchumi wangu. Toka. Haleluya. Umenielewa? Hicho ni kipimo, sema ni kipimo. Hicho ni kipimo. Kwani mliposoma mkifanya vibaya si mnarudia masomo? Ukiacha si umefeli moja kwa moja. Kwani si tumefeli? Kwani tumefeli? Sema hatujafeli. Hatujafeli. Sema sisi ni washindi. Sisi ni washindi. Unatakiwa upimwe, ni kipimo na unatakiwa upimwe na Mungu ili uweze kukamilishwa. Hivyo ndivyo vita vya ushindi. Sema hivyo ni vita vya ushindi. Unajua unapopita kwenye changamoto, unapopita kwenye aibu, unapopita kwenye mateso, Mungu anataka ajitolee utukufu. Haleluya. Amen. Fatima alikuwa kipofu, aliona akafuatana na Yesu. Na wewe inabidi chochote kile ambacho umepitia, kile ambacho kinakukera, kile ambacho huoni kama ni sawa, Mungu atafanya. Amen. Hata kama ni kazi unatafuta uioni, Mungu amekuandalia kazi kubwa. Amen. Chochote kile ambacho unakitaka, Mungu atabadilisha mazingira yako. Amen. Biblia inasema katika Zaburi 23 mstari wa 4. Zaburi 23 mstari wa 4. Anasema, naam, nijapopita. Nataka nikwambie, ujapopita. Maana toka tumepita. Mimi wakati nikiwa mfanya biashara, wacha niwaambie jamaa. Nisijui kwa nini Mungu amenikumbusha niseme. Nilikuwa na mkopo wa CRDB. Alafu wakati wa Mungu ameniambia niache biashara sasa nirudi nyumbani. Sio niache, yaani vurugu ilitokea. Ikatokea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nadhani ile Mungu ndiye aliruhusu tu. Mimi sasa nikakaa nyumbani. Nikunena kwa lugha, nikuomba, CRDB wakija na gari lao. Analikuta nyimbo naimba. Na nyimbo zangu za kuimba. Wananizo wewe mwanamke wewe. Yaani unatupikia kelele hapa na duku umefunga kule. Tunataka hela yetu. Lakini nawakaribisha na mimi sijakataa kuwalipa. Sijapata. Sasa benki kikopo utawaambia hujapata. Hujapata wanakuelewa. Sasa wakikuta ninaomba nimepambana wamesimamisha kelele yao wamesikia mimi naomba huko napiga kelele wanaingia. Alafu wakishanikoromea wakimaliza wananiambiaje lakini umechagua jambo jema. Tuombe na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unapata kadogo tu hata 10,000 tu unalipa. Sio kama mnanielewa? Hata 10,000 hata 10,000. Sema Mungu anaweza. Mungu anaweza. Sema Mungu anaweza.
anaweza? Mungu anaweza. Mwisho wa yote sikulipa 10,000. Mwisho wa yote mtu akaja kuniuliza, "Si ananibiura leo shilingi ngapi?" Nikaambia sikumbuki. Maana mimi nilichukua zile penicillin zote nikatia kiberiti nikachoma. Akaniambia, "Bwana choma zote, choma." Sema imani. Imani. Kama chembe ya ndani. Inang'oa milima. Inang'oa. Nikaulizwa, "Hivi kule benki unadaiwa shilingi ngapi?" Nikasema ngoja nitafute penicillin, sina hata moja. Akaenda akauliza yule mama anadaiwa shilingi ngapi? Akalipa. Akaniletea karatasi, akaniletea na hela. Sasa hizo uanzie biashara sasa. Tena ukale ukapeleke kwa warokole au mnaolialia kila siku. Anaambia. Nikasema warokole. Nikamaliza, alipomaliza kulipa hela nikachukua boda kanisani nikaenda nikagawa michango yote nilikuwa nadaiwa. Nikawa boss, sema mama akawa boss. Mama akawa boss. Ni ile hela baada ya biashara nikasema nilipray nini kanisani? Niliongea nini kanisani? Nikachukua boda, sema boda. Boda. Nikachukua bahasha nikakabisi shu. Nikachukua boda tena nikarudi. Sema amina. Amina. Sema Bwana anafanya ukiwa na nia njema. Sema anafanya. Sema Bwana atafanya leo. Nataka afanye leo. Nataka afanye leo. Lolote nalo nitesa. Lazima nione utukufu wake. Lazima nione nguvu yake. Lazima nione majawabu yake. Lazima nione ishara zake. Haleluya. Okay. Mungu ni mwema. Mwaka wetu wa thamani tuliopewa na Mungu ili atumilikishe vitu vyetu ni ahadi ambayo ni amina na kweli. Mungu ametupa mwaka wa kumiliki na kutawala. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa la Mungu. Amen. Mwaka wa kumiliki na nini? Na kutawala. Nani anaamini atamiliki na kutawala? Wewe Salome uamini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lazima uwashe hapo kusikia neno unasemaje. Nani anaamini kuna kumiliki na kutawala mwaka huu? Sema shetani. Shetani. Hata uje na makengeza yako. Hata uje na makengeza. Mimi ni mwaka wangu. Mimi ni mwaka wangu. Hauwezi kubadilisha. Hakuna mabadiliko. Hakuna mabadiliko. Yale yaliyonenwa. Ni halali yangu. Ni halali yangu. Sema ni halali yangu. Halali yangu. Halali yangu mwenyewe. Halali yangu mwenyewe. Tena mwenyewe kabisa. Tena mwenyewe. Mimi unayeniona hapa. Nitamiliki na kutawala. Nitamiliki na kutawala. Tena mimi ni bosi wako. Tena ni bosi. Wewe shetani. Mimi ni bosi wako. Mimi ni bosi wako. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Tuanzia mstari wa 27 hadi 28. Mwanzo 1 mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Haleluya. Endelea. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anatuahidi sisi utawala na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo hapa hakuna mtawala kwamba mwanamume ndiye atatawala tu na kumiliki, mwanamke yeye amelala. Sema wamama oye. Oye. Wamama oye. Mama oye. Sisi na wenyewe tuko kwenye mfumo. Sema tuko kwenye mfumo. Tuko kwenye mfumo. Sema tuko kwenye mfumo. Tuko kwenye mfumo Wa kumiliki na kutawala. wa kumiliki na kutawala. Maana Mungu ni ahadi yake. Maana Mungu. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Na Mungu ametupa mwaka akiwa na maana. Unamuuliza Mungu, "Wewe ndio umesema?" Unamwambia Mungu, "Si umesema?" Mungu unamuuliza, "Si umesema?" Tena wewe ulisema wewe ni mponyaji. Wewe ulisema kwamba wewe unabariki watu.
Wewe ulisema wewe ni mpaji, wewe ndio uliumba, ukasema umetubarikia tukatawale. Na mimi nataka kutawala vya kwangu. Yaani unatawala benki, una bilioni ngapi, una uwezo wa kwenda kuweka kwenye ATM kadi yako, unatoa hela unayotaka. Sema amina. Amen. Nataka kula hiki, napika na kula. Sema amina. Amen. Nataka kuvaa nguo hii, navaa. Amina. Amen. Nataka kununua kiwanja, nanunua kiwanja. Amina. Amen. Nataka kujenga, najenga. Amina. Amen. Nataka gari fulani, nanunua gari fulani. Amina. Amen. Si ndio tunavyotakiwa kufanya? Ndio. Sema sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu. Tuna ahadi kamilifu. Tuna ahadi kamilifu. Tuna ahadi kamilifu. Tuna ahadi kamilifu. Lazima ikamilike. Lazima ikamilike. Na ikamilishwe na yeye. Haleluya. Kama ahadi imetoka kwa Mungu, wewe ondoa mashaka, amini ndivyo ilivyo. Amen. Kinacholeta ushindi, imani na nguvu ya kazi. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema nini? Inasema nini Waebrania? Tatizo imani zetu zinakengeukanga, zinatoroka baada ya kuwa umepigwa cha uso. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Imani ni kuwa na hakika. Mimi nimeokoka. Ukimwangalia Yesu alikuwa mtoto wa Mungu na alikuwa Mungu. Ukisoma ile kitabu cha Mathayo sura 4, Yesu amefunga siku 40 hali akiwa na njaa. Roho akampandisha kule mlimani kwenye kinara. Shetani akapanda kule, hakuogopa. Lakini ni ahadi ya Mungu alete ukombozi duniani. Na yeye mwenyewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Ni ahadi ya Mungu kwamba yeye ni mkombozi. Ni ahadi ya Mungu kwamba sisi tunamiliki na kutawala. Lakini ndani ya kumiliki na kutawala, shetani yuko karibu yako. Atakunong'oneza tu. Mungu anamtuma mwanae, alafu ni yeye mwenyewe amekuja kwenye umbo la binadamu. Lakini shetani hakuogopa kwamba yeye ni Mungu. Bado alimpandilia kwenye kinara. Bado akampa historia zake. Na wewe unapewa historia zako kwamba tumeomba sana, ninafanya biashara haikui, nafanya. Sikiliza, sema leo itakuwa. Sema itakuwa. Itakuwa. Sema kuna mabadiliko siku ya leo. Sema kuna mabadiliko siku ya leo. Sema yule mtesi atakaki. Yule mtesi nitamuondoa. Yule mtesi hatakaa kwangu. Bwana kwenye biashara yangu akai. Bwana kwenye ndoa yangu akai. Kwenye imani yangu na kuondoa. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Alafu Mungu anaposema ni kweli amesema. Amen. Acha niwaambie siri. Wakati Mungu ananiambia, unajua wewe ni mtumishi wangu. Anajua ni nabii wangu. Nilimuulizaje, mimi ni mwenye dhambi na kuaje nabii? Akamuuliza, wewe ulikuwa wapi? Kama wewe ni Mungu kweli unasema na mimi. Nilikuwa wapi? Usiniambie zamani nilikuwa mdogo, nianze kuishi kama sister, nitembee kama paroko. Ulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Akaniuliza, kwani nimekwambia wewe ni mwenye dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Akasema fungua kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Nikaanzia ule mstari wa 4. Nikasoma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatujua tokea matumboni mwa mama zetu. Anajua wewe ni nani. Anajua kuna package gani ameweka. Anajua kuna nini atafanya. Hata kama utachelewa, lakini kitatimia. Amen. Na mtu anaelewa nini? Amen. Sisi ni watoto wa Mungu. Sema sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni watoto. Tena sisi warokole. Tena sisi watoto. Tunatakiwa sisi ndio tuwe matajiri. Yale magari makubwa tupita nayo sisi. Tunapita tena vile vipanya. Tunavitaka bakuli. Na vingine tunaita kisosi. Vingine maana nikipita zuniki kisosi nacho jamani. Maana kuna magari kwa kweli magari. Lakini vingine ni visahani, vingine ni visosi, vingine ni vibakuli. Sasa tunatakiwa sisi tuwe na magari, sio visosi wala bakuli. Sema amen. Amen. Tuwe na maduka makubwa mapana. Lakini tumekuwa wanyonge ndani yetu.
Lakini tunasema haleluya, Yesu anaweza. Nimeokokea kwa mchungaji Zakayo. Wapitielo. Nimeokokea kwa Nabii Helen. Wewe sema Mungu alibadilisha maneno. Tunajua kunyoosha nimeokoka. Na tarehe uliokoka unaikumbuka na uliobatizwa unaikumbuka. Lakini ukumbuke kwamba Mungu anatakiwa akumbuke wewe umebarikiwa. Kwamba unatakiwa uwe na magari. Hapo nje tu tutafute uwanja ule mkubwa tukapakiga magari yetu. Sema amen. Amen. Sasa unakuja na kisahani, unakuja na kibakuli, unakuja kwa mguu hata baiskeli. Ile ndio unakuja na baiskeli. Nataka nisione baiskeli nione gari. Hata kama nitaitwa kisahani lakini gari kwa nini? Mbona mjashangilia hivi kama hadi imetoka kwa Mungu, wewe ondoa mashaka. Amini, ndivyo ilivyo. Kinacholeta ushindi ni imani na nguvu ya kazi. Nguvu ya kazi na uondoe mashaka. Na uondoe hofu. Naomba nikwambie, ukiwa mfanya biashara, mashaka lazima yawepo na hofu, lakini yasikutoe kwenye reli. Sisi kwa tunafanya magendo, unamwambia unakodi gari, unamwambia driver, sikiza mkwambie, tuna maneno haya. TRA marufuku, polisi marufuku. Mimi gari kianguka nifie pale, sitaki katika mguu, nitaugua, nitachosha watu. Kwa hiyo ukope na spidi za kukimbia. Kama tuliweza kwa tunamwambia dereva akope spidi akimbie, na wewe kope spidi ya maombi ukimbie kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukiwa duniani kuna vitu unavifanya vya hatarishi kabisa, lakini huogopi. Kwa Mungu ambapo una ulinzi na malaika wamekuzunguka na mbingu zinakuelewa na damu ya Yesu inakulinda na malaika wote, alafu unaogopa nini? Unaogopa kuomba, unaogopa kufanya vitu kwa ujasiri, unaogopa kuamini. Unamwambia dereva, TRA nisiwakute njiani. Ukiwakuta pita, kanyaga twende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu amkaloga kama naelewa. Ndio mama yangu sasa Mungu akanitoa kwenye kukimbiza magendo, akasema kakimbize mapepo. Amina. Mungu anakupima kwa viwango vya ajabu. Mimi nilikuwa nakimbiza magendo, sasa hizi nakimbiza mapepo. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa jasiri. Ndio maana Sauli alikuwa mwizi, alikuwa muuaji, lakini siku ameua, Yesu akakutana naye barabarani. Sauli, mbona waliuzi? Unani wewe? Mimi Yesu wa Nazareti. Ingia kwenye nyumba ya Yuda. Akwambia habari zake. Bwana Yesu, kama kuna kitu kinakutesa, kibadilike kuwa kitu cha Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Mnanielewa mpaka? Amen. Tumepatana mpaka? Amen. Tuko njia moja mpaka? Amen. Amen. Mwambie mwenzako vipi? Mama alikuwa kwenye magendo, sasa hizi anafanya magendo ya Yesu, anafukuza mapepo analala nduki. Mapepo yanalipa, nikishafukuza mapepo Mungu analetea hela. Amina. Haleluya. Magendo nilifanya, Mungu akaona mama anapenda hela. Wacha nimpumzishe vurugu. Akasema mama anapenda hela. Wacha. Siku moja nimekamatwa. Tunaingizwa ndani sasa. Huyu mama amezidi. Tumeingizwa ndani. Mimi niliwatoroka. Nishaona malaika anaficha mtu. Niliwatoroka. Yaani walishangaa, nilikata kona shoo, wengine waliingizwa ndani. Mimi nikapepea. Mama akapepea. Nilipopepea, mimi nikasema nitatoa mali zangu polisi na TRA nitalipia na hawa nitawatoa. Walishangaa mimi kwenye mso wa nchi siku. Nimeshapotea. Na mimi nikaenda nikamfuata mzee wa TRA Masai na masikio mpaka acha niwaambie story. Yule Masai alikuwa aliponiona akasema leo nimekupata. Leo nimekupata. Akajua nitaenda kulipa ngono ndio nipewe mali. Nikalipa hela nikamwambia nitakuhonga na mali zangu utatoa. Sema amina. Amina. Sema amina. Amen. Nikatoa mali zangu. Sema mama katoa mali zake. Hizi ni ahadi za Mungu kwetu. Haleluya wa Mungu. Amen. Haleluya wa Kristo. Amen.
bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Haleluya. Haleluya. Hapo ndio tunakutanaga na vita. Baada ya kuwa nimeanza kufanya magendo, nikakumbuka kwamba nilikuwa sitoi zaka. Lazima ukamatwe tu na shetani. Lazima tupate kindumbwendumbwe. Sema kindumbwendumbwe. Sema kindumbwendumbwe. Sema mateso. Sema mateso. Kila kitu kinapotokea huwa kina chanzo. Sema kina chanzo. Sema kina chanzo. Lazima chanzo kiondoke. Kama ni cha ubaya kiondoke. Ili nitembee katika haki. Maana Mungu ni wa haki. Sema Mungu ni wa haki. Naomba tusome kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 20. Tuambatanishe na hii Kumbukumbu la Torati 8:18. Kutoka 23 mstari wa 20. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Endelea 21. Jitunzeni mbele yake, muisikize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Huyo ni malaika, ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumkumbuka Mungu ili aweze kufanya agano na sisi kama alivyofanya na baba zetu. Lakini ukumbuke kwamba ametutumia malaika atutangulie. Ndio maana unapofanya kazi yoyote unayofanya, wewe uliyeokoka, msikilize Roho Mtakatifu anasema nini. Na wala mtu asiyekuja kukushawishi kila siku unasema, kuna biashara nzuri sana hapa tukafanya. Huo ndio mtego wa shetani. Kuna dada mmoja alinifuata akasema, biashara machakavu yanalipa Kenya, tupeleke Kenya. Kumbe alitaka kunitapeli hela yangu. Kenya hajakusanya hela mdomashi, nikamwambia tu wakusanya wote. Akasema, "Mimi nakusanya tu na watu wangu." Sikiliza, mtu akitaka kukudondosha, kama uweze kumtumania yule malaika ambaye Mungu amekuandalia kwenye ile biashara yako, kwenye ile njia yako, kwenye ile maombi yako. Kuna dada mmoja aliniambia nataka tuombe. Alafu mimi nilikuwa nikifuatwa na waombaji, wananiambia tuombe pamoja. Siku hiyo nitaenda Dodoma, siku hiyo nitaenda Singida, siku hiyo nitaenda kwenda Moshi, siku hiyo nitaenda Arusha. Yaani siombi nao. Mpaka siku moja nikamuuliza Mungu, ninaenda Morogoro. Nikamwambia hii safari, mbona tukipanga kuomba na hawa, ninakuondoa usiombe nao. Ninakuondoa usifanye nini? Usiombe nao. Nikamwambia kwa nini? Akasema wale wana kisasi changu. Haleluya. Amen. Unaweza ukawa naomba na mtu ana kisasi cha Mungu, maombi yako yote yanaishia hapo chini. Ndio akanionyesha unaona maombi yako yanaishia hapo chini. Mazuri sana lakini hayawezi kwenda. Na ukiomba unaona Mungu amefungua mbingu, maombi yako yanaenda kama mvuke. Kwa kila jambo ambalo unataka kufanya, ili Mungu aweke agano wewe na yeye, lazima unyooshe njia. Utajiri wa rohoni na utajiri wa mwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Lakini ujitunze, usimtie kasirani. Ukifanya tofauti na hapo, ule utajiri Mungu aliyokupangia upate. Kuna mkono kama nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu malaika ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata tunapoomba, hata tunapokuja asubuhi, unamwambia Roho Mtakatifu akufundishe wakati mwalimu anafundisha. Umwambie Roho Mtakatifu akuchanganulie lile neno likusaidie wewe katika maisha yako. Maana hujaja kwa hasara hapa. Umekuja kupakua. Sema nimekuja kupakua. Nimekuja kupakua. Sema ni self service. Ni self service. Sema nimekuja kuandaa maisha yangu. Nimekuja kuandaa maisha yangu. Wewe ni mtiifu kwa Mungu. Je, unaziendea njia zake? Wewe unapoomba unaomba sawa sawa?
Mungu wetu. Tusome Kumbukumbu la Torati 28. Alafu tuingie kwenye maombi. Tumwambie Bwana atusaidie. Sema Bwana atusaidie. Sema Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Kuna mtu mmoja amenielewa mahali hapa. Amen. Kuna mtu mmoja amesikia mahali hapa. Amen. Kuna mtu mmoja amekubaliana haya mambo. Amen. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Haleluya. Tusia. Hili ni agano la Mungu na wanadamu chini ya jua. Ni Mungu ametupa ahadi. Ni nani anajua Mungu yupo? Nani anajua Roho Mtakatifu yupo? Sasa kama unamjua Mungu yupo, hapa anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Kusikia tu. Sema kusikia. Kusikia. Usikie. Ufanye kama ulivyosikia. Yaani usikie alafu muelewe, alafu na ukafanya. Akaukataza usifanye hivi na usifanye. Akaukataza kwamba usisafiri leo na usisafiri leo. Haleluya. Amen. Ndio maana mimi watoto wangu wa kiroho nyinyi kama mnanisikia, kama kuna kilio ambacho sitaki uende, ukienda utaenda mwenyewe. Kama kuna siku ulilazimisha kuna kilio nikataa usiende ukienda. Kwani uliponya baada ya kwenda ulikufa wangapi? Walikufa wawili. Baada ya kile walikufa wawili. Bwana asifiwe. Inawezekana wewe siku ile ulikuwa unafunga maiti za bila sababu. Lakini ukisema wewe watanielewaje? Wewe Mungu anakuelewaje? Yaani hivi inamaanisha hivi Mungu yeye atakuelewaje kama wewe mtu unasema hivi watanielewaje? Watakuelewaje kwani kuna matandiko na nyama? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wamezaliwa kwenye msiba, hata mwambie nini lazima aende. Sio nisaidia sana kwa msiba wangu. Wewe kusaidia. Yaani atajipendesha tu mpaka aende tu. Nisaidia sana wakati ule nakwambia wewe. Mungu amesema wewe jamani. Mungu amesema wewe. Hapana. Biblia inasema acha wafu waike wafu. Haleluya. Tusome Wafilipi 4 mstari wa 13. Wafilipi 4 mstari wa 13. Nayaweza mambo yote katika yeye ametiaye nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye tu. Na kama hatuwezi kukaa na yule ambaye anatuwezesha, tutachoka. Sema tutachoka. Sema tutachoka. Sema Mungu azoeleke. Mungu ni mkali. Sema Mungu ni mkali. Mungu ni mkali. Ukitaka kujua Mungu ni mkali, siku ukienda mbinguni muulize Musa. Kimuuliza Musa atakwambia jinsi Mungu ni mkali. Bwana Yesu asifiwe. Musa alidhani akiponda ile ndamu ya dhahabu, akimponda akakoroga akawanywesha wale wana wa Israeli, ndiye atakuwa amemaliza kazi. Ukitaka
unajua kwamba Mungu ni mkali. Mungu anaposema jambo, Mungu alisema wacha niwaue hao watu wote waishie huko. Musa akasema Mungu kumbuka agano lako. Mungu kumbuka siku. Mungu hawatanielewa. Mungu hawatatuelewa. Angesema wewe waue wote. Ni kama hivi Mungu ajana nataka niwafyeke hao wote. Nitasema fieka, hii ni mali yako, ni shamba lako, vuna mahindi yako, matikiti maji yako, vuna. Ashuke hapa niulize, namwambia vuna matikiti yako. Vuna mahindi yako na miogo yako. Wewe baba afande saluti. Musa akasema muache. Musa akaambiwa Kanaani ile pale utaichungulia. Bwana asifiwe. Unapoambiwa kitu na mtumishi wa mimi jana juzi kama kijana mmoja alikuja nilimkataza nikamwambia hivi, usiende kupanda kwenye madhabahu za watu. Tulia. Tuliza kwa mara kwa. Akaja kama mtumishi. Nilienda kwa rafiki yangu na ndugu yangu. Ndugu yangu. Ndugu yangu. Nikabidi nipande kwenye ile madhabahu. Akamwambia wewe. Alafu anasema kuanzia hapo alikimbizwa ule usiku, sema alikimbizwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliponisimulia nikamsikiliza nikamwambia, wewe nilikuwa nakuambia, ina maana Bwana anaongea na akili yangu mwenyewe, sio wewe. Sikiliza, kwa Mungu hakuna kitu kidogo. Sema amina. Amina. Mungu alisema aacha fanya nini? Aacha. Mmesikia? Amen. Mmesikia? Amen. Muulize mwenzako mmesikia? Mmesikia? Maana tusikiaje. Mmesikia? Mseme